kwanza. Baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, na Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Bethesda, nayo ina matao matano. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa waliokuwa wamelala, vipofu, viwete na waliopoza, wakingoja maji yachemuke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika ushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona magonjwa yote yaliyokuwa yamempata. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomuona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapotaka kujisukuma kuingia, mtu mwingine ushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako na uende zako. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake, akaenda nayo. Ilikuwa ni siku ya Sabato siku hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Basi tunamshukuru Mungu kwa sababu ya nafasi ya kipekee ambao ametupa jioni ya leo, na tunamuinua kwa sababu yeye ni mwaminifu na anabaki kuwa mwaminifu siku zote. Jina la Bwana lipewe sifa. Nataka kusema asante kwa sababu ya kupata muda kuhudhuria jioni ya leo. Bwana awabariki sana katika jina la Yesu Kristo. Naomba tuingie kwa andiko hili ambalo tumelisoma. Biblia inasema palikuwa na mtu ambaye alikuwa na shida. Hii shida haikuchukua siku moja, haikuchukua siku mbili, haikuchukua mwezi mmoja, haikuchukua miezi 10, haikuchukua mwaka moja, haikuchukua miaka 10, mbali ilichukua miaka moja mpaka miaka 38. Huyu mtu alikuwa na the same problem, shida ile ambayo imemkumba. Maybe ugonjwa wake ulikuwa unaenda ukizidi. Maybe kama alikuwa naumwa, alikuwa naenda kiendelea kuumwa zaidi. Maybe kama alikuwa ana anali akurara kwa hii miaka yote 38. Maybe hakuwa nakula, maana tunaona wagonjwa wengine pia wanakosa kula kwa sababu ya maybe ugonjwa umewasukuma, appetite haiwezi mruhusu akakula. Kwa hivyo huyu mgonjwa, tunapovaa viatu vyake kujua yale ambayo haliyoyapitia, kusema ukweli sio mambo ambayo yako rahisi. Ni mambo ambayo ni mazito, ni mambo ambayo ni magumu, ni mambo ambayo ni makali, ni mambo ambayo tukiyataja tunayatajaga kirahisi, lakini sio rahisi vile tunavyoyafikiria. Mwaka moja, miaka 2, miaka 3, miaka 4, miaka 5, miaka 6 mpaka miaka 38. Na huyu mtu akufi. Biblia inasema hali yake ilikuwa inazidi kuwa mbaya. Maandiko haisemi kuhusu ndugu yake na dada zake, haisemi kuhusu watu wa kwao. Inamaanisha hakuna mtu ambaye hana watu wa kwao. Inamaanisha walichoka na hali yake. Inamaanisha walichoka kwa sababu walingoja hawe sawa na hakuwa sawa. Badala ya kuwa sawa wanaona anaendelea kuzidi. Haisemi kwamba alikuwa na mke na watoto, lakini inawezekana alikuwa nao, lakini kwa sababu ya ile hali na ile shida ambayo alikuwa anapitia, maybe hiyo familia ilimtenga na kumuacha. Bwana asifiwe. Ni vile hujajua, ukienda hapa General au wodi zozote ambazo ziko hapo town, kuna watu wagonjwa ambao wametelekezwa pale, wameachwa na watu wao kwa sababu wamejaribu, imeshindikana. Si kwamba hawajajaribu, wamejaribu lakini imeshindikana.
wamejaribu na pesa imeshindikana. Sasa huyu mtu aliwachwa, maybe walijaribu kwa miaka 5, na walipoona huyu jamaa kui sawa, kila mtu akaanza kusalenda mmoja mmoja, wakasalenda mpaka akabaki akiwa peke yake. Akawa pale, maandiko inasema Yesu alikuwa amealikwa katika harusi ya Wayahudi, lakini ndani yake akafiri kwamba kuna mtu anateseka mahali. Nataka nikuambie jioni ya leo kwamba chochote unachopitia katika maisha, inawezekana wanadamu wasielewe, inawezekana wanadamu wasikue karibu na wewe, inawezekana wanadamu wasikusaidie, inawezekana wanadamu wasibebe mzigo wako, inawezekana wanadamu wamechoka na hali yako, inawezekana wanadamu wamechoka na vile unavyoonekana. Niangalieni hapa, inawezekana shida yako imerudi kuwa shida ya kibinafsi, yaani hakuna mtu aliye karibu na wewe. Nataka nikuambie kitu kimoja, ya kwamba Mungu hata kama umuoni, hata kama umtazami umuone vile unaona huyo ndugu yako ambaye hawezi kuwa karibu na wewe, yeye anakuona kile ambacho unachopitia. Sema amina. Akiwa mbinguni, akiwa popote pale ambapo alipo, akiwa ndani yetu, akiwa mahali popote, yeye anatazama na kuona. Si kwamba ameassume, si kwamba ameassume, hapana. Saa zingine anaruhusu watu wote wakuache, saa zingine anaruhusu watu wote wasikufuate, saa zingine anaruhusu watu wote wasikae karibu na wewe, saa zingine anaruhusu watu wote wakae kando, ili kwamba atakapokuja kukusaidia utasema, kama sio Mungu kuwa upande wangu, adui zangu wangenimaliza. Jina la Bwana lipewe sifa. Saa zingine unapoona watu wanajitenga, watu wanakaa mbali na wewe, watu wanakaa mbali na shida yako, tafadhali saa zingine usicomplain sana. Saa zingine inawezekana ni Mungu amefanya hao watu kwa sababu wangelikusaidia, wangetaka wawe Mungu wako, wangetaka uabudu, wangetaka uimbe ule wimbo wanataka, wangetaka ufanye vile wanavyotaka, wangetaka uende kwa ile njia wanaotaka. Saa zingine Mungu hataki hivyo. Kwa hivyo Mungu anawaondoa. Wanachokeshwa na shida yako, wanachokeshwa na changamoto zako, wanachokeshwa na mambo yale ambayo unaopitia, wanachokeshwa na hali yako, wanakaa kando. Ndio Mungu mwenyewe akusaidie. Bwana asifiwe. Ndio Mungu mwenyewe akusaidie, ndio Mungu mwenyewe asimame pamoja na wewe, ndio Mungu mwenyewe akubariki, ndio Mungu mwenyewe akutane pamoja na wewe. Kwa hivyo huyu mtu, huyu kijana ambaye hata hajapewa jina, maana sidhani kama Yesu ndiye angempea jina, na Yesu hakuwa na sababu ya kumuuliza, wewe kijana unaitwa nani? Hapana, alikuja tu akamwangalia na akamuonea huruma na akamwambia, wewe kijana, beba godoro lako, toka hapa uende. Na hata jioni ya leo kuna mtu anayeambiwa abebe godoro. Inawezekana ni wewe, inawezekana ni mimi, maana usemi amina. Kuna mtu ambaye anaambiwa abebe godoro na atoke katika hiyo hali ambao watu wamemzoea, hali ambao watu wanamjua nayo, hali ambao watu wanamfikiria nayo. Sikiliza, Bwana Yesu asifiwe. Unaweza pitia shida mpaka watu wafikiria unanga akili. Unaweza pitia changamoto mpaka watu wafikirie ulirogagwa, ulilaaniwa. Unaweza pitia changamoto mpaka watu wafikirie haujasoma na umesoma baba. Unaweza pitia changamoto mpaka watu wanapokuona wanakuona ni kama hauwezi kuwa na jambo la kuongea kwao, na uko sober minded, uko sawa. Lakini unaweza pitia hali, Mungu anaweza kuruhusu upitie hali fulani ambayo mpaka watu wenyewe wanakuona, na walikuona ukiwa high school, walikuona ukigraduate, lakini kwa sababu ya shida, kwa sababu ya changamoto, yani unaonekana kitu ambacho hakipo. Huyu mtu haonekani kuwa tena mtu wa kawaida.
maana hakuna mtu anamtambua hata jina. Biblia inasema lakini Yesu akamwambia, wewe beba godoro lako. Na Mungu anakuambia jioni ya leo, beba godoro lako. Wacha kuwa na roho ya mazoea. Beba godoro lako, toka kwa hiyo shida, toka kwa hiyo changamoto, toka kwa hicho kilio, toka kwa hayo mangaifu, toka kwa hayo mateso. Anasema beba godoro lako. Inawezekana umekuwa na shida ya mwezi moja, inawezekana sio miaka 38 kama huyu, lakini umekuwa na shida ya mwaka moja, miaka 2, miezi 3, miezi 4, miezi 5, siku 7. Bwana asifiwe. Na jioni ya leo Mungu analeta neno hili. Sasa leo usizungumzie mtu ambaye alikuwa katika birika la Bethsaida. Ndio maana useme amina. Ninakuzungumzia wewe. Sikupei hadithi ya mtu ambaye alikuwa katika birika la Bethsaida. Ninachukua hiyo shida na kuichukua kama yako. Na mimi kama nabii na kukuambia kwamba Mungu atakutoa katika hiyo shida kwa jina la Yesu. Na amenituma kama vile alivyoenda hapo katika birika la Bethsaida. Najua wewe unangoja umuone Yesu, lakini nimewakilisha Yesu. Na amenituma nikuambie ya kwamba kwa hiyo birika la Bethsaida, hapo Bethsaida mahali ambapo unakaa, hapo Bethsaida mahali watu wamekuzoea, hapo Bethsaida mahali watu wamekuweka, familia imekuweka, watu wa kwenu wamekuweka. Unajua mimi ninaona huyu mtu ni kama aliwachwa Bethsaida ili afie pale. Walikuwa na ngoja tu wasikie amekufa, waende wamchukue, wamtupe ama wamuzike. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini Yesu akapita pale. Si Yesu apite kwa maisha yako. Nasema si Yesu apite kwa maisha yako. Nasema hata kama sio wewe ni familia yako, si Yesu apite hapo. Hata kama sio wewe ni watoto wako, si Yesu apite kwa hiyo shida. Biblia inasema Yesu akaacha kwenda kwa sherehe, akaaja kwenda kufurahia, akaacha kwenda kushangilia. Na ninaona maombi yako yanafanya Yesu akose kufanya shughuli zingine zote kwa sababu ya maisha yako, kwa sababu ya ndoa yako, kwa sababu ya watoto wako, kwa sababu ya biashara yako, kwa sababu ya hali yako. Maandiko inasema akaacha kwenda katika sherehe ya Wayahudi ili aende kufurahia, akapita pale mahali palikuwa na mtu mwenye shida. Na jioni ya leo na usiku wa leo na jioni ya leo, Mungu apite katika shida yako, Mungu apite katika machozi yako, Mungu apite katika hali yako, Mungu apite katika mateso yako, Mungu apite katika hali yako, hali ya mwezi moja, hali ya wiki moja, hali ya wiki 2. Nasema Mungu apite kwa hiyo shida yako, Mungu apite kwa hiyo changamoto, Mungu apite kwa hicho kilio. Na ninaona Roho wa Mungu anaanza kukuambia beba godoro lako, toka hapa kwa hii laana, toka hapa kwa hii magonjwa, toka hapa kwa hii kuhangaika, toka hapa kwa hii kusumbuka. Beba godoro la magonjwa, beba godoro la madeni, beba godoro la masumbufu, beba godoro lako na uende. Pigia Yesu makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Ninaweza kuwa ninazungumza hivi na auoni kile kitu ninazungumza, kwa sababu unachoona ni shida ambayo unapitia, unachoona ni ile changamoto unapitia. Ninakuambia hivi, Mungu anapita kwa maisha yako. Nasema Mungu anapita kwa maisha yako. Amina ni ya kumfuruta, ni spark ya kufuruta Mungu. Nasema Mungu anapita kwa maisha yako, anapita kwa hiyo hali yako, anapita kwa hiyo changamoto yako, anapita kwa hiyo kilio chako, anapita kwa hiyo mateso yako. Maandiko inasema akapita pale, na alipoona hali ya huyu mtu akamuonea huruma. Ninaona kuna mtu anaonewa huruma jioni ya leo. Alipopita pale akamuonea huruma, akasema wewe beba godoro lako. Yule mtu akaanza kumpa hadithi, akaanza kumwambia mke wangu aliniacha, akaanza kusema watu wangu waliniacha, sina mtu wa kunitia birikani. Maji yanapochemuka, ninapoinuka, mtu mwingine anainuka mbele yangu, anaingia ndani ya birika. Kwa hivyo nimekuwa nikifanya hivyo miaka 38. Mungu haijalishi umekuwa na hali yako katika muda gani, lakini anachosema ni kwamba beba godoro lako, beba godoro la mateso, beba godoro la machozi, beba godoro la kuhangaika, beba godoro la kusumbuka, beba hilo godoro ili utoke kwa hiyo shida. Hata Mungu amechoka na hiyo hali yako. Nasema hata Mungu amechoka na hiyo hali yako.
Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Ili hayo yatendeke, unahitaji usifanye brand ambayo mtu huyo alifanya. Aliendelea kupoteza muda. Anaambiwa beba godoro. Yeye badala ya kubeba godoro anaanza kumwambia hadithi za watu. Don't tell him about others. Wewe akisha kuambia fuata instruction. Fuata maagizo. Na maagizo unayoambiwa leo ndio hiyo. Na ndio maana sema amina, kwa sababu you don't know about instruction. Instruction ya kwanza ni kusema iwe hivyo. Nasema usiwe na maswali mengi. Usimpe Bwana maswali mengi. Just fuata instruction anazosema. Unajua saa zingine unaweza ambiwa, unasema pastor, unajua kuna mkisia alisemaga kwamba hivi, potaka mbolikieke. Potaka mboliki. Alimaanisha nini akisema hivi? Alishikilia pande ya potaka, lakini alishikilia pande ya shida. Nasema hata shida, problem is not permanent. Praise the Lord. Ni ya muda mfupi. Ni hali tu ya muda mfupi. Na ninaona wakati wake umefika, maana Mungu anapotuma neno, amelituma kwa purpose. Inawezekana sio kwa kila mtu hapa. Kuna mtu amezoea, kuna mtu amezoea kupooza, kuna mtu amezoea ugonjwa wake wa ukoma, kuna mtu amezoea shida yake. Lakini inawezekana kuna mtu mmoja ambaye Mungu anataka kumnyakua katika hiyo shida. Inawezekana kuna mtu mmoja ambaye Mungu anataka kumtoa katika hiyo changamoto, ambaye atakayefuata instruction. Na huyu mtu sijui kama ako hapa. Inawezekana kuna mtu ambaye Mungu amemuonea huruma jioni ya leo. Sijui kama huyu mtu ako hapa. Sioni kama ako hapa. Nasikia wale wako kwa mtandao ndio wanasema amina. Nasema kuna mtu mmoja ambaye Mungu anaendelea kuroketi mahali hapo. Mungu amemtembelea mahali kwa hiyo shida, kwa hiyo changamoto, kwa hicho kilio. Mungu ametembea hapo kwa huyo mtu ambaye ameteseka, amehangaika. Umejaribu kwa nguvu zako. Huyu mtu alijaribu kujikokota. Huyu mtu alijaribu kujikokota. Huyu mtu alijaribu kujiinua na nguvu zake, lakini hakuwa naweza. Alijaribu kujiinua na uwezo wake, lakini hakuwa naweza. Alijaribu kujikokota kusonga, lakini haikewezekana, maana hawezi. Yani si kwamba alikuwa mfifu wa kutofanya, lakini hakuwa na nguvu za kumsaidia. Biblia inasema ninapojaribu kujinua, mtu mwingine utangulia mbele yangu. Bwana asifiwe. Ni kwamba hakuwa nakaa pale, hapana. Alikuwa pia anajaribu kujinua. Na kuna mtu hapa umejaribu kujinua. Umejaribu aidha kufanya biashara, umejaribu aidha kufanya kazi, umejaribu kwa maombi. Si kwamba umerelax, si kwamba umekatu. Umejaribu kwa uwezo wako, lakini badala ya vitu kuwa sawa, vitu vinaendelea kuharibika. Badala ya vitu kusonga mbele, vitu vinaendelea kuharibika zaidi. Badala ya mambo kuwa sawa, mambo yanaendelea kuchange zaidi. Mpaka unashangaa ni maombi yangu yanakuwa na shida. Unashangaa ni mimi siombi vizuri. Unashangaa ni mimi sijui kuomba. Unashangaa ni mimi sina strategy. Jina la Bwana lipewe sifa. Unajua watu wengine mnaweza pitia shida. Unapoenda kwa mtu mwingine unamwambia, jamani, hebu nipe advice vile nitakavyofanya na mimi angarao nitoke katika hii hali ambayo sio ya kikawaida. Unasikia mtu anakuambia ni maombi. Sasa na umeomba tangu ulipozaliwa. Mpaka unashindwa. Kuna formula nyingine ya maombi. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Ya unasikia mtu anakuambia omba sana, na umewahi omba sana. Kama ni kufunga umefunga, kama ni kwa mlima umeenda, kama ni kujaribu umejaribu. Si kwamba hujajaribu, lakini hali inaendelea kuharibika. Huyu mtu si kwamba hakuwa anajaribu, alikuwa anajaribu, lakini uwezo wake ulikuwa chini. Na wewe pia umejaribu, uwezo wako umekuwa chini. Umejaribu kuomba watu, umejaribu kufanya tu vitu hapo, umejaribu kufanya hii, lakini mambo hayaendi sawa. Umejaribu kwa nguvu zako na uwezo wako. Huyu mtu alijaribu. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu anapomwambia beba godoro lako, anamwambia beba godoro lako, enda. Anamwambia sina mtu. Bwana, hata kama unaniambia nibebe godoro, sina mtu. Hata kama unaniambia nibebe godoro, sina mtu aliye karibu na mimi.
Hata kama unaniambia nibebe, sina mtu wa kunisaidia Bwana. Maana ninapojaribu mtu mwingine anatangulia. Hata kama unaniambia nibebe Bwana, hii shida yangu sina mtu mwenye anaweza nisaidia. Sina anko yangu aliye Marekani kama wengine. Sina anti yangu anayefanya kazi. Bwana asifiwe. Najua kuna mtu vile tumekaa hapa. Vile tumekaa hapa. Kuna mtu ndani yake hata anaogopa. Unajua kuogopa? Anaogopa hata kutukana mtu. Unasikia anasema baba, "Jentiga nesinge njotimbu ati monto, oraji ko ntete ya koti." Bwana onga buna kambe batuka kutugerere bosaigo. Bwana Yesu asifiwe. Ukipata watu wanapigana unasema, paka unaona mtu anapigana kabisa anataka upigane, lakini unachikunja unasema hapana. Kwa sababu mimi najua sina pesa ya kufanya 1 2 3. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Yaani umejichunga kweli kweli, kwa sababu unajua hauna mtu anaweza tangulia mbele. Kuna watu wengine wako na watu wa kutangulia mbele. Kuna mtu tu akipata shida hivi, mara moja ni kuchukua simu na kupiga. Mara moja unaona maadvocate wameingia hapo. Bwana asifiwe. Hata mwingine anakuambia tukutane kotini. Inabidi uende kumuomba msamaha, kwa sababu kotini hauna mtu, hauna pesa, hauna chochote. Sasa inabidi hata kama ni yeye alikukosea umuombe msamaha. Umwambie, "Ninaomba unisamehe." Kwa hivyo yeye alikuwa anajua mbele, nyuma, kando sina mtu. Na kuelewa language ya Mungu, alimwambia beba godoro. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo kuna watu ambao wamejaribu. Kuna watu wanaamukaga mapema. Kuna watu wamejisukuma. Kuna watu wamejaribu kufanya vitu. Kuna watu wamejaribu kwa nguvu zao. Kuna watu hakuna kitu hujajaribu, hakuna biashara hujajaribu, hakuna mahali, hakuna kazi hujajaribu. Hata ukipewa yoyote unafanya kwa sababu ila tu nipate pesa. Lakini unashangaa maisha yako yanasungukia mahali pamoja. Unashangaa hali yako inasungukia mahali pamoja. Unashangaa shida yako iko pale pale, badala ya kutoka inaendelea. Bwana lipewe sifa. Unashangaa alikuwa katika hiyo hali yako na ameinuka na Mungu amempeleka mbele. Na ameinuka na Mungu amempeleka mpaka unabaki ukisema hapa ndego baibole tubuya. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Si kwamba walizaliwa vizuri. Hapana. Wakati wako ukifika, Mungu atakutoa hapo. Muda wako ukifika, utatoka hapo. Na kutoka ni kutoka mara moja. Na huyu mtu alipotoka pale, alienda hekaluni, alienda kuomba Mungu, alienda kumwabudu. Na watu pale pale kwenye hekalu, Biblia inasema wakaanza kumuuliza maswali. Nani aliyekuambia ubebe godoro? Nani aliyekuambia? Yaani hawakushtuka na miaka 38 ameteseka. Abantu mbabu ati mabera. Hawakushtuka. Bwana asifiwe. Ninaomba Mungu akuinue mpaka watu waanze kuulizana maswali kukuhusu wewe. Naomba Mungu akuinue mpaka watu waanze kuuliza ni wewe ama sio wewe. Naomba Mungu akubariki mpaka majirani zako wakakuonea wivu kwa jina la Yesu. Naomba Mungu ape majirani habari ya kukuuliza maswali. Kulitokaje? Ulifanyikaje? Ilitendekaje? Ilifanyikaje? Huyu mtu anaulizwa maswali. Ni nani aliyekuambia ubebe godoro? Yaani hawamuulizi, hata wafurahii. Bwana asifiwe. Wacha kuangalia watu. Watu hakuna siku watawahi furahia ukitoka kwa shida. Hakuna siku. Hakuna siku. Wanapoona una shida ndio wanafurahia. Mimi ninaona hao watu na ni wa church walikuwa wanafurahi huyu mtu kukaa pale. Ninaona hivyo. Maana Yesu alikuwa amealikwa kwa hiyo sherehe hiyo. Kwa hiyo church. Bwana asifiwe. Lakini Yesu akasema hapana, wacha niende pande hii. Maana nafikiri kuna mtu anateseka. Alipofika pale akampata kweli huyu mtu amehangaika miaka 38. Halo? Yes. Lakini kuna watu wanapita, wanaenda hekaluni, wanarudi tena jioni wanaenda. Sikia kwamba huyu mtu hakuwa na nani? Hakuwa na mtu wa kumuingisha birikani. Just kuja kubeba na kumweka kwa birika.
Hao watu wachache wangekuja wambebe, wamweke ndani ya ile birika, lakini hawakumbeba, walimuacha pale. Wanaenda wanaomba, wanaenda nyumbani, wanaenda wanaomba, wanaenda nyumbani. Huyu mwingine ambaye ako na watu wao, Bwana asifiwe. Sijui kama uko na watu wenu. Mimi watu wangu ni Mungu. Sijui kama uko na watu wenu wanaweza kukutetea. Diana, sijui kama uko na watu wenu wanaweza kukutetea. Kuna watu wengine ambao tuko hapa, kwa hivyo hata mimi nimejiweka ndani, hatuna watu wenye tunaweza jitetea. Otherwise na hiyo shida yako na changamoto, wewe ndio unawasaidia. Bwana asifiwe. Wewe pamoja na hiyo shida ambayo unapitia, hata wewe mwenyewe unajua sina mwingine wa kunisaidia. Kaa hapa ni Alfa sifa. Yaani ukiangalia ndugu zako, ukiangalia dada zako, ukiangalia watu wa kwenu, hata shida ikitokea, mtu wa kwanza nani? Ni wewe. Kwa hivyo wewe ukiwa na shida unapigia nani simu? Kwa sababu wewe ndio tumaini ya hao watu. Halo? Ni kama watoto wako ambao uko nao. Ni wangapi wako na watoto? Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku ndoto itawahi kuja kwamba hao watoto wako wadogo watakusaidia. Hao wadogo hao umebeba Diana. Kuna siku ndoto itakuja kwamba watakusaidia. Labda inakuja wakati watakuwa wazima, lakini saa hivi ile wako hivi. Unafikiria wanaweza kukusaidia? Jina la Bwana lipewe sifa. Hata hujawahi fikiria. Maybe Mungu awasaidie, na naomba awasaidie wakiwa watu wakubwa wakusaidie. Lakini for now, kwa sababu ni wadogo, hawawezi kukusaidia. Na wewe pia wale watu wa kule nyumbani, kule kwenu, kwa sababu ni wadogo kipesa. Yaani wewe una pesa, lakini at least wewe ndio uko juu sana. Wanakupigia simu na wanasema wewe ndio tunakutegemea, tafadhali. So, mtu kama wewe ambao unajua hauna watu, kama huyu mtu alikuwa pale, situmfanye Mungu kuwa mtu. Situmfanye Mungu kuwa msaidizi wetu. Situmfanye Mungu kuwa msaidizi wetu. Na ndio maana anasema niite nami nitafanya nini? Nitafute nami nitaonekana. Bisha nami nitafungua. Kuna mtu ambaye hata tumekaa hapa aelewi hata akaunti ya bank inafunguliwa namna gani. Hatafungua kufanya nini? Ni kitu gani ataweka? Bwana Yesu asifiwe. Ulijaribu ile inaitwa table banking, ile ya kuweka kwa kamkebe ndani. Ikafika sijui ni 700. Ukapaswa hiyo kitu na manyundo. Jina la Bwana lipewe sifa. Maana kuvumilia mpaka ifike 700 sio kitu kiko 1+1. Na ulikuwa unaichunga usiku na mchana. Sema mtu ndani amesongeza hii mkebe hapa. Hata umeleta nyororo umefunga hapa. Yaani kwa uwezo wako ulijaribu kabisa. Hiyo ndio bank yako. Ukifungua ndani unapata uliweka shilingi 5 ya zamani, ukaweka sijui ngani, ile kubwa na ile ndogo ukaweka. Sasa ukihesabu unapata shilingi 705. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini mimi niliona toa kwa ile kitu kinatolewa. Lakini wewe ni hapa kwa hapa. Hapa kwa mdomo kwa tumbo. Kwa mtumbo kwa mdomo. Kwa mdomo kwa tumbo. Kwa sababu hakuna chochote. Bwana Yesu asifiwe. Situmfanye Mungu kuwa yeye ndiye atatuinua. Kumbuka hiyo Psalm 60 verse number 2 inasema, ni wakati nitazimia moyo, Bwana wewe uniinue katika mwamba nisiyoweza kuupanda.
Yaani unajua kuna watu ambao hawawezi kukupandisha mahali popote. Hapa unamwambia Bwana, uniinue katika mwamba nisiyoweza kuupanda. Nitakapozimia moyo, yaani nitakapofika mahali nimefika mwisho, Bwana, uniinue katika mwamba nisiyoweza kuupanda. Ndio maana mwimbaji aliimba akisema, mwamba wenye imara, kwako nitajificha, maji hayo na damu yaliyotoka humu hunisafi na dhambi, hunifanya mtu. Imbe wote, mwamba, mwamba wenye imara, kwako nitajificha, maji hayo na damu yaliyotoka humu hunisafi na dhambi, hunifanya mshindi. Situmfanye Mungu kuwa mwamba wetu, tujifiche ndani. Magonjwa yakija yatupate ndani ya mwamba. Imagine magonjwa yakija, wewe hata shaa hauna. Na siku hizi hata ukiwaruzwa mapua kidogo, ukifika kwa geti ya hospitali, jambo la kwanza wanakuambia shaa 10,000 kata. Jina la Bwana lipewe sifa. Situmfanye Mungu kuwa mwamba wetu, tujifiche ndani yake. Ukijificha ndani yake, mwimbaji mwingine akaimba nini? Niko chini ya mwamba, mwamba juu yangu, Yesu nifiche. Niko chini ya mwamba. Niko wapi? Niko chini ya mwamba, mwamba juu yangu, Yesu nifiche. Niko chini ya mwamba. Yaani ukubali ujifiche ndani ya Yesu. Jamani, sisi ambao hatuna chochote, tujifiche tu ndani ya Yesu. Mwana Yesu abako. So aime ya Yesu bwebise na ande bwebise kabisa. Magonjwa yakija, kipindupindu ikija, malaria ikija, ujifiche hapo ndani. Wengine wanapojificha, na sisemi kwamba tusikate shaa, kata. Na wewe jifiche ndani ya shaa ya Yesu Kristo. Jifiche ndani ya shaa ya Mwokozi wetu, ya kwamba vitu vikiumana. Unajua hata shaa ina kipimo chake. Kuna mahali ambapo hamuendi nayo, inakuambia nitagharamia 30,000. Ikipita hapo sitaendelea. Sasa ikipita hapo, kuanzia hapo ni mfuko wako. Kwa hivyo ni kitu kina condition, lakini Yesu Kristo ana condition. Situjifiche ndani ya huyu Yesu. Bwana asifiwe. Situjifiche ndani ya huyu Yesu, tuseme tunakaa ndani ya Yesu. Kwa hivyo huyu mtu hakuwa na mtu yeyote, hakuwa na pesa za kumsaidia, hakuwa na mtu wa kumtoa kwa ile birika, hakuwa mtu wa kumtia ndani ya hiyo birika. Malaika anapoingia kutibua maji, huyu mtu anajaribu na uwezo wake unakuwa chini, anajaribu na nguvu zake zinakuwa chini, anajaribu na ile lakini inakuwa chini. Biblia inasema akalimeni pale, akabaki miaka yote 38 kwa sababu hana mtu yeyote. Ninaomba wewe ambaye usiye na mtu, Mungu akuwe mtu katika maisha yako. Naomba wewe usiye na mtu, Mungu akuwe mtu wako kwa jina la Yesu. Wengine wana waume, wewe hauna mwanaume, si Mungu akuwe mwanaume wako. Wengine wana fedha, wewe una fedha, si Mungu akuwe fedha zako. Na watu wa kuwasaidia, wewe hauna advocate, si Mungu akuwa advocate wako. Wengine wana shida za hapa na pale, yaani wengine wana njia wanaweza jisaidia, wana watoto wao, wana maanti zao, wana mango zao, wana watu walio Saudia, wana watu walio Lebanon, wana watu walio Qatar, wana watu walio India, wana watu wakubwa, lakini wewe hauna. Si Mungu afanyike mtu kwa maisha yako. Nasema Mungu afanyike mtu.
Mungu afanyike mtu. Hata kama umejaribu kwa uwezo wako imeshindikana, unaamuka mapema sana, unakawia kulala, unayo bidii, unajaribu kwa nguvu zako, umejaribu kwa uwezo wako, umejaribu kabisa, unainuka asubuhi, unapika machapati usiku yote, unaenda unauza, lakini hali yako ina remain pale pale. Unaamuka mapema, waende unalima vibarua, lakini hali yako inabaki pale pale. Umejaribu kwa uwezo wako, umesomesha watoto, lakini hakuna hata mmoja anaweza kusaidia. Umejaribu kwa uwezo wako, umejisongeza mbele kidogo, umeondo komba machama, na wewe angarau, maana ulisikia mwingine aliomba na biashara ikaendelea. Wewe umejaribu, lakini imeshindikana. Unashindwa ni wapi wanapitiaga wengine, mimi nipitie pale. Sikia, ni vile haujapata uwezo, haujapata nguvu, haujapata power ya Mungu, haujapata ile ya kukusongeza, na wewe umerimeni kama huyu mtu miaka 38. Lakini ninaona Yesu anakuja kwako, naona Yesu anaingia kwa malango yako. Tazama, ninasimama mlangoni, ikiwa mtu atasikia sauti yangu anifungulie mlango, nitaingia nami nitakaa, nitakula, nitaishi naye. Tazama, Yesu ako mlangoni, anataka kuondoe kwa hiyo changamoto, anataka kuondoe kwa hiyo shida, anataka kuondoe kwa hicho kilio, anataka kuondoe kwa hiyo kuhangaika, anataka kuondoe. Ninazungumzia wewe ambaye unanitazama, wewe ambaye uniangalia, shida ambayo unayopitia, unashindwa ni nani atakutoa hapo. Ninaona malaika wa Mungu aliyekuwa anaingia anatibua maji, sasa sio malaika tena, ni Yesu Kristo mwenyewe. Anashuka kwa maisha yako, anashuka kwa hicho kitanda, anashuka kwa hiyo shida, anashuka kwa hiyo changamoto, anashuka kwa hiyo kilio. Unatolewa hapo. Hiyo godoro unaibeba, godoro ya magonjwa beba, godoro ya madeni beba, godoro ya aibu beba, godoro ya kutukana beba, godoro ya madharau beba, godoro yoyote ambayo imekuweka hapo unailalia, hiyo ambayo ni shida, ninakutangazia jioni ya leo, hiyo godoro ibebe kwa jina la Yesu. Toka hapo katika jina la Yesu. Beba godoro ambao ni shida, beba godoro ambao ni changamoto. Mungu akusaidie, Mungu akusaidie, Mungu akubariki, Mungu akutetee. Uondoke kwa hicho kitanda, uondoke kwa hiyo godoro, uondoke kwa hiyo godoro, uondoke kwa hiyo changamoto. Na watu wanaanza kuondoka hata hapo hospitali, watu wanaanza kuondoka hata hiyo nyumba, watu wanaanza kuondoka, hayo magonjwa yanaondoka ambayo yamekuwa ni makubwa, yamekukaisha muda mrefu, unaanza kuondolewa hapo. Nitakuona ukirukaruka ndani ya chacha, nitakuona ukirukaruka umepona, nitakuona ukirukaruka umebarikiwa, nitakuona biashara yako ikiwa kubwa. Nitaona watu wanaanza kuuliza ni yeye ama sio yeye. Nitaona watu wanaanza kujiuliza ni kipi kilichotendeka. Hebu ufanyike maswali kwa watu wengine, hebu ufanyike maswali kwa watu wa kijiji, hebu ufanyike maswali kwa marafiki zako, hebu ufanyike maswali kwa maadui zako, maadui ambao wamekuweka hapo mahali hapo Bethsaida, maadui ambao wamekuweka hapo, wamesema utakaa hapo. Bwana kuondoe hapo, Bwana kuinue, Bwana kupiganie. Na ninaposema hivi kuna watu wanapona, ninaposema hivi kama ni mgonjwa wanapona, ninaposema hivi kama una shida inaondoka. Kama ina shida, hiyo godoro ibebe kwa jina la Yesu. Chukua hatua ya imani, ninasema beba hiyo godoro, beba godoro ya mashida, beba godoro ya magonjwa, beba godoro ya mateso, beba godoro ya kulia, beba godoro ya upweke. Natangaza, beba hiyo godoro, toka kwa hiyo shida. Bethsaida sio sehemu yako, Bethsaida sio mahali ambapo unakaa, Bethsaida sio sehemu yako. Sehemu yako ni kwenda church, ni kwenda mahali watu wanafurahia na wewe unarukaruka. Yesu alipoingia ndani ya hekalu alimpata yule mtu anarukaruka, ametoka Bethsaida. Ninaona kuna mama moja anaenda kurukaruka maana anatolewa Bethsaida. Kuna mzee moja anaenda kurukaruka maana anatolewa Bethsaida. Kuna kijana moja anaenda kurukaruka maana anatolewa Bethsaida. Hiyo Bethsaida ya maisha yako ninaiondoa isikufuate. Hiyo Bethsaida ya shida na changamoto, na hiyo godoro ambao umebebeshwa godoro na wachawi, umebebeshwa godoro na waganga, umebebeshwa godoro na laana, umebebeshwa
umebebeshwa godoro na maadui waovu, umebebeshwa godoro na watu wabaya wanaotaka waone unateseka, wanaotaka waone unahangaika. Wataona aibu, maana Mungu anakuondoa hapo. Wataona aibu, maana Mungu anakusaidia. Wataona aibu, maana Mungu anakubariki. Hiyo godoro umebebeshwa ya magonjwa sio sehemu yako. Acha Mungu akuondoe hapo. Sehemu yako ni uende pale hekaluni, ni uende pale kanisa uimbe na wengine, ni uende pale kanisa ufurahie na wengine. Hiyo godoro ya kung'ang'ana, hiyo godoro ya kuteseka, hiyo godoro ya kuhangaika, iondolewe kwa maisha yako. Bwana kuweke huru, Bwana kuweke huru, Bwana kuweke huru, Bwana kuweke huru. Uwekwe huru kutokana na mateso yote. Kila jina ambalo umevarishwa, wamekuita majina, hilo jina liondolewe, hilo jina liondolewe. Jina hilo la kupoza, jina hilo la kupoza, jina la ukoma, jina la umaskini, uondolewe hapo. Na Bwana kuweke huru, na Bwana akusaidie, na Bwana asimame na wewe, na Bwana akutetee. Unapotoka ndani ya nyumba, utoke ukiwa free, utoke umebeba godoro. Shida yako ibebe mkononi, shida yako ambayo imekukalia ionekane unaibeba kwa mikono. Shida yako ambayo inakukalia ionekane unaibeba kwa mikono. Beba hiyo godoro, beba hiyo godoro, beba hiyo godoro, beba hiyo godoro, na Mungu akusaidie. Beba hiyo godoro, godoro ya madeni, na Mungu akusaidie. Beba hiyo godoro, godoro ya mateso, na Mungu akusaidie. Hebu simama kwa miguu yako. Mungu akubariki, Mungu akusaidie, Mungu asimame pamoja na wewe. Hiyo godoro iondoke, hiyo godoro ya muda mrefu, hiyo godoro ya uraana, hiyo godoro hiyo ya ujane, hiyo ya uyatima, hiyo godoro ya kukosa, hiyo godoro ya spirit ambayo ni spirit of struggling, ambayo ni spirit of struggling, ambayo ni spirit ambayo ni mamonita zinafuata maisha yako kwamba usiendelee na usifanikiwe. Hizo monita ziaibike zitakapokuona unafurahia, zitakapokuona unashangilia, zitakapokuona unaruka. Hizo ziondoke, na Bwana apate kusimama na wewe, na Bwana apate kutetea, na Bwana apate kupigania. Godoro hizo za umaskini sio sehemu ya maisha yako. Godoro hizo za rahana sio sehemu ya maisha yako. Ninaona kuna mgonjwa anabeba godoro, anapona. Huyo ugonjwa umekuwa ya muda, lakini inaondoka. Ninaona hiyo kung'ang'ana, ona kuna kitu unafanya. Bwana anaenda kutenda jambo jipya. Thank you my Father and my God. Unastahili, unatosha, unaweza. Wewe ni Bwana na Mungu mwenye enzi. Pokea sifa na utukufu wote. Pokea heshima na adhama. Baba, ni asante kwa watoto wako. Mungu, ninajua umewabariki na umewaponya, umewaondolea shida ambazo zimechangamoto kwao. Maisha yao yabarikiwe, maisha yao yakutane pamoja na wewe, na ni katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini. Amen. Mungu akubariki sana. Kama umebeba sadaka, you can give, na Bwana atakubariki. Thank you so much. Asante kwa wale watu wa mtandao. Mungu akubariki. Na imani yale ambayo nimetabiri, ninajua kwamba Mungu atayatenda na Bwana atakuinua. Thank you so much. Tunaweza toa sadaka zetu katika jina la Yesu.